kwa mawazo yetu tulikuwa tunafikiria viongozi wa dini wanaweza kusaidia katika mazungumzo haya. Tulikuwa tunafikiria wachukue viongozi wa dini wachache, 3, 4, 5, wanakaa nao, watakuwa wanazungumza, watakuwa wanaweza kuwashauri labda hapa mfanye hivi, na inawezekana. Mimi na experience ya aina hiyo. Mtakumbuka baada ya tume ya mabadiliko ya katiba kufanya kazi yake, nilitakiwa kwenda kutoa taarifa bungeni. Nilipofika bungeni siku ya kwanza, sikuweza kuitoa ile taarifa kwa sababu wabunge walikuwa wamegawanyika, na fujo iliyotokea pale ikanizuia kutoa ile taarifa. Kwa hiyo wakaamua wakutanishe pande mbili zile, wakawakutanisha, lakini wakachukua viongozi wa dini wachache. Wale ndio waliwasaidia kufikia mwafaka, na tunaamini kama viongozi wa kisiasa wakakubali kukutana, wakawa na watu wa kuwashauri, inawezekana tukafikia mwafaka, tukakuta tunakwenda kwenye uchaguzi, vyama vyote vinashiriki, wananchi wote wanashiriki, na tukatoka salama. Tusipofanya hivyo, tutakwenda kwenye uchaguzi ambao tutakuwa tumegawanyika, viongozi wamegawanyika, wananchi wamegawanyika, na chochote kinaweza kutokea. Kwa hiyo msimamo wetu bado tunaamini dawa iko kwenye meza ya mazungumzo. Sio mapambano haya ya lugha hizi ambazo ukiona lugha zinazotolewa pande zote ni lugha ambazo zinagawanya taifa. Hayo ndiyo tulikuwa nasema. Unajua haya mambo, nilipokuwa nasoma Tabora School mwaka 62 wa Tabora School, padri mmoja kutoka Kongo alitembelea shule yetu. Mkuu wa shule fanya mipango azungumza na sisi wanafunzi kutueleza hali ilivyokuwa Kongo wakati ule mwaka 62. Padri yule akatueleza vurugu iliyokuwa Kongo, na wimbo wa uhuru, tumepata uhuru, wanafurahi tumepata uhuru, na nyimbo zingine zilikuwa very famous. Kulikuwa na mbogani India pada chacha na enda wanazungumza, lakini kuna vurugu, imekuwa vurugu kubwa kabisa kwa wananchi wa kawaida. Anasema walipo ile wanaona fujo, na huku na wimbo wa uhuru, wenyewe wakatafasiri maana ya uhuru ni fujo, uhuru ni vita. Padri anasema wananchi Kongo wanauliza uhuru utakwisha lini? Sasa na hapa sisi tunaima demokrasi. Nasema kila kitu demokrasi.